Uko live kwenye Amplifier Clouds FM na unatusikiliza Frida Amani, Millard Ayo, bwana Yahya Njenge. Yes ma'am. Sasa ni mida ya pepa la 3. Yeah. Mwenyekiti wa hichi kikao ni Yahya Njenge. Niko hapa bwana. Na nikwambie tu kwamba leo bwana nchini Kongo kule waziri wa ajira na kazi anaitwa Ferdinand Masamba wa Masamba. Ferdinand Masambwa wa Masambwa ametangaza rasmi kwamba leo ni siku ya mapumziko kwa nchi ya Kongo. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya celebration za kufuzu finali zijazo za kombe la dunia 2026. Hello. Yeah, sasa ni kwa sababu gani wameipa ukubwa namna hiyo Kongo? Ni kwa sababu kwa mara ya mwisho Kongo kucheza World Cup ilikuwa ni mwaka 1974. Wakati huo ilikuwa inaitwa Zaire. Ilikuwa ndio mara ya kwanza na pekee waliowahi kucheza finali za kombe la dunia Kongo. Na ni finali za kombe la dunia ambazo zilifanyika kwenye nchi ya Ujerumani Magharibi. Imagine, ilikuwa zamani kiasi kwamba wakati tangu kulikuwa kuna Ujerumani Magharibi na Mashariki. Finali za kombe la dunia za Ujerumani Magharibi mwaka 1974. Kongo ilifuzu na ilikuwa ndio nchi pekee kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa mataifa ya bara la Afrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa ni Kongo pekee ambao wakati huo wanaitwa Zaire. Kwa hiyo ni takriban miaka 52 Kongo walikuwa hawajapata tena nafasi ya kurudi kwenye finali za kombe la dunia. Imagine Kongo ukiangalia kwa maana ya vipaji, wana wachezaji wengi sana wazuri. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini imepita miaka mingi sana pasipo kupata hiyo nafasi. Na ndio maana sasa katika kuonyesha kwamba wamefurahi, wameamua kuifanya leo kuwa sio siku ya kazi, ni siku ya kufurahia historia nyingine tena Kongo wakiwa wameweza kuiandika. Japokuwa wamekuwa wana kumbukumbu mbaya kidogo pia kwenye finali za kombe la dunia. Kwa maana kwenye finali za mwisho za mwaka 74 ambazo walicheza mechi 3 za makundi, zote walifungwa. Na mbaya zaidi kuna mechi walicheza dhidi ya Yugoslavia wakati huo. Kabla haijavunjwa na kuwa mataifa mengi Yugoslavia, walikutana na DR Congo, wakati huo ni Zaire, na Kongo walichezea goli 9. Na zipo katika rekodi ya timu ambazo ziliwahi kufungwa vipigo vikubwa vya World Cup. Kongo wapo kwenye hiyo rekodi pia kwa sababu ya hicho kipigo ambacho walikipata mwaka 74. Kwa hiyo kutoka hapo wamefuzu tena mwaka 2026 baada ya kuwatandika Reggae Boys Jamaica usiku wa kuamkia leo bwana. Reggae Boys walipambana sana kusema ukweli, lakini mambo yakawa magumu upande wao. Goli 1-0 wamefungwa na Kongo wakafanikiwa kufuzu finali zijazo za kombe la dunia nchini Marekani. Na nimeangalia kundi ambalo Kongo wapo kundi moja na timu ya taifa ya Ureno, Portugal, lakini wapo pia na timu ya taifa ya Colombia, lakini wapo na Uzbekistan. Hilo ndio kundi ambalo DR Congo yupo kwenye finali zijazo za kombe la dunia. Sasa hao ni kwa upande wa Kongo ambao ni furaha sio tu kwa Kongo, kwa sababu ni furaha hata kwa bara zima la Afrika, kwa sababu kufuzu kwa Kongo maana yake inafanya Afrika iwe imetimiza takriban mataifa 10 ambayo yanakwenda World Cup. Kuna yale 9 ambayo walifuzu moja kwa moja na Kongo ambaye amepita playoff inakuwa ni nchi ya 10. Sasa imagine kwenye World Cup ambayo ina timu 48, nchi kama Italy imekosa nafasi ya kufuzu. Wamekosa nafasi ya kufuzu na ni mara ya 3 mfululizo Frida, Italy wanakosa nafasi ya kufuzu World Cup. Nchi ambayo ni mabingwa mara 4 wa finali za kombe la dunia, lakini wamekosa 2018, wamekosa 2022 na wamekosa 2026. Na miongoni mwa vitu vingine ambavyo pia naweza kusema kwenye World Cup hii tunaweza tukavimiss ni pamoja na kumuona mwamba Robert Lewandowski. Unajua Robert Lewandowski na Poland yake pia hawakufuzu. Jana wamechezea kichapo mbele ya Sweden. Kushindwa kwao kufuzu maana yake mimi naamini ilikuwa ni kama ndio last dance ya Robert Lewandowski kwenye World Cup. Ingekuwa hii ya 2026. Ana miaka 37, ingekuwa ndio ya mwisho, ilikuwa ni hatua ya kuagwa kwenye kuitumikia timu yake ya taifa. Lakini wamekosa hiyo nafasi, kwa hiyo maana yake Lewandowski hatakuwepo Marekani. Na nimeona baada ya mchezo muda mwingi sana alionekana anakuna kichwa hivi anawatazama mashabiki. Sasa yeye anaona kwamba ameikosa nafasi ambayo alitamani kuipata. Kwa hiyo hiyo iko hivyo. Na nikupe rekodi moja ya mwisho. Kwenye dunia hii yenye nchi nyingi, nchi pekee mpaka sasa hivi Frida ambayo imecheza World Cup kila mwaka ambao World Cup ilikuwepo ni Brazil. Pekee bwana.
Yani wao ndio pekee. Brazil. Yeah, ni mabingwa mara 5, mabingwa mara nyingi zaidi wa World Cup kuliko nchi yoyote. Na ndio taifa ambalo limecheza World Cup zote. Hakuna World Cup hakuna waliwahi kuimiss tangu mwaka 1930. Kila mwaka iliyokuwepo World Cup wanaume wanafuzu. Kwa hiyo wao kufuzu sio shida zao. 10 za Afrika zilizofuzu ni zipi na zipi? 10 za Afrika zilizofuzu ni pamoja na Ghana, kuna Senegal, Cameroon nafikiri hawapo kwenye orodha. Hiyo ni mpya au uliwahi kufuzu? Mpya. Si unataka kujua hii ya 2026? Ya 2026 nchi za Afrika zilizofuzu. Tuanze hapo kwa Ghana. Hivi Kongo tayari. Alafu Ghana. Yes, hii hapa orodha. Algeria namba 1, Cape Verde namba 2, DR Congo ya 3, Egypt ya 4, Ghana ya 5, Ivory Coast ya 6, Morocco ya 7, Senegal ya 8, South Africa ya 9 na Tunisia ni ya 10. Bwana zimetimia hizo 10. Na kwa Afrika Mashariki, Afrika Mashariki sisi bado ndio Kongo hiyo sasa yupo kwenye jumuiya. Sasa tumepeleka mtu hatupaswi kutembelea hata tutembelee miti ya jumuiya. Kongo kwenye jumuiya huku Kongo ipo Afrika Mashariki. Ndio. Lakini kwenye football kwenye zile zone za kimpira za Afrika Kongo haiko Afrika Mashariki. Iko wapi? Ipo huko ukanda mwingine huko wakati. Wametuibia tu. Ila wametukatili. Hiyo ni ya jumuiya bana.